Baada ya mtu kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, tumesema kwamba namba moja, kuwa anapokea uzima wa milele ambao ni maisha ungu yanayoongozwa na Roho Mtakatifu, na akishapokea ufalme wa Mungu unaingia ndani yake. Na pia tukasema kuwa anazaliwa katika Roho, kwa hiyo anakuwa mtoto wa Mungu, anakuwa anamwendea Mungu kama baba yake. Sasa baada ya kuwa huyu kashakuwa mtoto wa Mungu na pia ufalme wa Mungu umeingia ndani yake, Mungu anampa nafasi ili aweze kutumikia ufalme wa Mungu. Kwa anampa nafasi ya kuwa mfalme na kuhani, kings and priests. Sasa kabla kuelezea, naomba nikutolee mfano kidogo. Katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huwa anateua mabalozi ambao anawatuma nchi mbalimbali ambazo tuna mahusiano kwa ajili ya kutangaza nchi. Hao mabalozi wanaposimama katika zile nchi, wanakuwa ni watu ambao wanaiwakilisha nchi. Ni kama vile wao ndio wanakuwa rais wa Tanzania katika hizo nchi. Sasa hao mabalozi wanakuwa na mamlaka kamili kama nchi, lakini wakiwakilisha nchi ya Tanzania. Lakini hao mabalozi wanakuwa hawafanyi wao wenyewe, wanakuwa wanafanya kulingana na maelekezo ambayo wanapewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kila kitu ambacho balozi atatakiwa kufanya katika balozi, lazima kwanza awasiliane na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili apate baraka zote za Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. And then akishapata hizo baraka, sasa yeye atasimama na watu wake kule kutangaza yale ambayo wanataka kutekeleza kama nchi, katika nchi ambapo wanawakilisha Tanzania. Hivyo sasa mtu anapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, yeye anakuwa ni mfalme na pia anakuwa kuhani. Hizi nafasi mbili ni muhimu sana, kuhani na mfalme. Kuhani ni mtu ambaye anaenda mbele za Mungu ili kujua moyo wa Mungu na mapenzi yake kwa ajili ya kutekeleza kazi yake mfalme, unaona? Kwa lakini nikirudi nyuma kidogo, kabla Yesu kuja, kazi ya ukuhani ilikuwa ni kazi ya watu maalum. Lakini baada ya Yesu kufa pale msalabani na lile hekalu pazia la hekalu kupasuka, kuna mambo yalibadilika. Na ndio maana ukisoma katika Ufunuo 5 mstari wa 10 unasema, maana ametufanya sisi kuwa wafalme na makuhani. Ya maana sasa hivi kila mtu anayemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi anakuwa kuhani. Amepewa kibali cha kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kujua kusudi na mapenzi ya Mungu na moyo wa Mungu kwa ajili ya mambo ya ufalme ambayo anatakiwa kuyatekeleza hapa duniani. Kama nilivyosema, katika nafasi hizi zote mbili, kuwa mfalme na kuhani, nafasi ya kwanza ambayo muamini anaanza nayo kuitumikia ni ukuhani. Kwa sababu ukuhani ndio utamsaidia muamini kujua moyo wa Mungu na mapenzi ya Mungu juu ya kazi ambayo umepewa ya kuwa mfalme. Kama nilivyosema kuwa balozi ambayo anajitambua hawezi kuanza kutekeleza program kwenye nchi ambazo ametumwa bila kuwasiliana na rais au mamlaka iliyomteua. Kwa hiyo lazima apate baraka zote ndio aanze kutekeleza. Hivyo katika ufalme wa Mungu, ndio maana tunasema unakuwa kuhani tena mfalme. Lazima kabla hujafanya kitu chochote kama muamini, uende mbele za Mungu ili ujue moyo wa Mungu unasemaje juu ya kusudi lake na mapenzi yake juu ya kitu ambacho unataka kuitekeleza kama wewe mfalme. Tumesema wewe ni mfalme kwa nafasi yako kama mfalme. Kwa hiyo kabla hujafanya kitu chochote, lazima uende mbele za Mungu kutafuta na kuelewa kusudi la Mungu juu ya hicho kitu ambacho unataka kukitekeleza. Ukishakamilisha hicho, ukapata baraka zote sasa za Mungu, ndio unakuja kwenye nafasi ya pili ambayo ni ufalme. Ufalme sasa unakuwa ni mtu ambaye anawakilisha sasa serikali ya mbinguni. Na unajua unaposema unawakilisha serikali ya mbinguni, unakuwa serikali ya mbinguni inakuwa na culture zake, inakuwa na lugha yake, inakuwa na vitu vyake ambavyo inatekeleza, na pia ina agenda yake. Kwa sababu agenda kubwa ya serikali ya mbinguni ni kuwarudisha watoto wa Mungu kwenye familia yake. Kama nilivyoeleza kuwa dhambi ilipoingia, ukoloni
ulitawala watoto wa Mungu, ukabadilisha asili ya watoto wa Mungu kutoka ile hali ya awali ambayo ilikuwa ya uungu ikawapeleka katika hali ya udhambi. Yesu alipokuja akaipiga dhambi, lakini bado tunahangaika na kivuli au hali ya udhambi. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo mfalme anatakiwa ufanye ni kuwafundisha watu ili watoke katika ile hali ya udhambi. It is like decolonizing sin influence, kwa sababu dhambi ilishashindwa. Kinachosumbua sasa hivi ni ile hali ya udhambi ambayo sasa lazima ile hali itoke ili watu warudi kwenye asili yao, warudi kwenye familia ya Mungu. Wanajua asili ya uungu, asili yao ya awali ilikuwa ni asili ya uungu mtakatifu, asili ya haki. Na ndio maana Mtume Paulo anasema, nilipokuwa mtumwa wa dhambi nilikuwa naitumikia dhambi. Anasema dhambi ilipotawala nilikuwa mtumwa wa dhambi, lakini baada ya haki kutawala mimi nimekuwa mtumwa wa haki. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo mfalme, wewe mtu ambaye umemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako, unatakiwa ufanye, mojawapo ni kuhakikisha kuwa watu wanakuwa watumwa wa haki, kwa sababu gharama ya dhambi ilishalipiwa na sasa hivi ni muda wa haki kutawala. Lakini bado tuna changamoto ya kivuli cha dhambi. Kwa lazima kile kivuli cha dhambi kitoke ili watu warudi kwenye asili yao, ili haki iweze kutawala na watu warudi kwenye asili yao. Kama nilivyosema, sisi tunataka turudishe ile culture ya Mungu ambayo ilikuwa ni haki, utauwa, amani, utu wema, utukufu, yale maisha ambayo Mungu alikuwa ametuwekea.